Kitabu cha Ruthu sura ya kwanza. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimelek, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Malon na Kilion, Waefrath wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimelek mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Olpa, na jina la wapili Lutu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maroni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakamwambia, la si hivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenu? Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na mume? La si hivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapata sauti zao wakalia tena, na Olpa akambusu mkwewe, lakini Lutu akaambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Lutu akasema, usinisini kuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomuona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehem. Na ikawa walipofika Bethlehem, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niite Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nalitoka hali nimejaa, naye Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi, ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi pamoja na Ruthu Moabi mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu, na wakafika Bethlehem mwanzo wa mavuno ya shayiri. Kitabu cha Ruthu sura ya 2. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu wa mumewe, mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elimelek, na jina lake aliitwa Boazi. Na Ruthu Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji, na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi, ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimelek. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehem kuamkia wavunaji, akasema, Bwana akae nanyi. Nao wakamuitikia,
Bwana na akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Naye akasema, tafadhali niruhusu kuokota masazo na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Basi akaja naye ameshinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Basi Boazi akamwambia Lutu, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo, usifuatane nao. Je, sikuwaagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo, nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia akainama mpaka nchi, akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako hata ukanifahamu mimi niliye mgeni? Na Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikiria watu usiowajua. Tangu hapo Bwana akujazi kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kumkimbilia chini ya mbawa zake. Ndipo aliposema, Bwana wangu, na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kumwambia mema mjakazi wako, ingawa mimi si kama mmojawapo wa wajakazi wako. Tena wakati wa chakula, huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu ule katika mkate wetu, na ulichovye tonge lako katika siki yetu. Basi kaketi pamoja na wavunaji, nao wakampitishia bisi, naye akala akashiba hata akasaza. Na alipoinuka tena ili aende kuokota masazo, huyo Boazi aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda, wala msimkemee. Tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha na akiokote, wala msimkataze. Basi Lutu akaokota masazo kondeni hata jioni, kisha akazipura zile nafaka alizoziokota, zikawa yapata efa moja ya shairi. Akajitwika akaenda zake mjini, akamuonyesha mkwewe zile alizoziokota. Akavitoa vile vyakula alivyovisaza, alipokwisha kushiba akampa. Basi mkwewe akamuuliza, je, umeokota wapi leo? Umefanya kazi wapi? Na abarikiwe yeye aliyekufahamu. Na akamwalifu mkwewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake, akisema, yule mtu niliyefanya kazi kwake leo jina lake aitwa Boazi. Naye Naomi akamwambia mkwewe, na abarikiwe huyo na Bwana, ambaye hakuuacha wema wake, wala kwa hao walio hai, wala kwa waliokufa. Kisha Naomi akamwambia, mtu huyu ni wa mbari yetu, mmojawapo wa jamaa yetu aliye karibu. Naye Rutu Moabi akasema, naam, akaniambia, ukae papa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Kisha Naomi akamwambia Rutu mkwewe, mwanangu, ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake, wala watu wasikukute katika konde lingine lolote. Hivyo yeye akafuatana na wasichana wake Boazi na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shairi na mavuno ya ngano pia, naye alikuwa akikaa kwa mkwewe. Kitabu cha Lutu sura ya 3. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi, je, siye wa mbali yetu, ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga, walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie, uifunue miguu yake, ujilaze hapo.
na yeye atakwambia utakalofanya. Akamwambia, hayo yote unenayo mimi nitayafanya. Basi akashuka mpaka ugani, akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza. Ikawa huyo Boazi alipokwisha kula na kunywa na moyo wake umekunjuka, alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka. Na huyo mwanamke akaja taratibu, akaifunua miguu yake, akajilaza papo hapo. Na ikawa usiku wa manane, yule mtu akasituka, akajigeuza, na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake. Akasema, ama ni nani wewe? Akamjibu, ni mimi Lutu, mjakazi wako. Uitande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliye karibu. Akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana, umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile usivyowafuata vijana, kama ni maskini kama ni matajiri. Basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia na watu wangu wanakujua ya kwamba u mwanamke mwema. Tena ndiyo kweli ya kuwa mimi ni wa jamaa yako aliye karibu, lakini kuna mtu wa jamaa aliye karibu kuliko mimi. Wewe ungoje usiku huu, kisha asubuhi kama akikubali kukufanyia impasavyo jamaa, haya na akufanyie. Lakini ikiwa hataki yeye, basi mimi nitakufanyia impasavyo jamaa, Bwana aishivyo. Ulale wewe hata asubuhi. Hivyo huyo mwanamke akalala miguuni pake hata asubuhi. Akaondoka mapema, asijaweza mtu kumtambua mwenziwe. Maana Boazi amesema isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga. Tena alisema, lete hapa shela yako ulioivaa uishike. Naye akaishika, naye akampimia vipimo 6 vya shayiri, akamtwika. Kisha huyo mwanamke akaenda zake mjini. Basi alipofika kwa mkwewe, huyo akamuuliza, je, mwanangu, imekuwaje? Akamwambia yote yule mtu aliyomfanyia. Akasema, na vipimo hivi 6 vya shayiri amenipa, maana akaniambia usiende kwa mkweo mikono mitupu. Naye mkwewe akasema, basi mwanangu, tulia hata utakapojua jinsi litakavyotukia jambo hili, kwa sababu mtu huyu hataridhika asipolimaliza jambo hilo leo. Kitabu cha Lutu sura ya 4. Basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale, na tazama, yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu, ambaye Boazi amemnena, akapita, naye akamwita, haya wewe, karibu uketi hapa. Naye akaja akaketi. Kisha akatoa watu 10 miongoni mwa wazee wa mji, akawaambia, ninyi nanyi ketini hapa. Wakaketi. Kisha akamwambia yule jamaa, huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa nia yangu nikujulishe wewe na kukuambia uinunue mbele ya hawa waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu. Kama wewe utaikomboa, haya uikomboe, lakini kama hutaikomboa, uniambie ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe, na baada yako ni mimi. Naye akasema, nitaikomboa mimi. Ndipo Boazi aliposema, siku ile utakapolinunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Lutu pia, huyu Moabi mkewe marehemu, ili makusudi umuinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema, mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe, maana mimi sitaweza kulikomboa. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. Na Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki, na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maroni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Rutu Moabi mkewe Maroni nimemnunua awe mke wangu, makusudi nipate kumuinulia marehemu jina
katika urithi wake. Jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Na watu wote waliokuwapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi ni mashahidi. Bwana na amfanye mwanamke huyu aingie nyumbani mwako kuwa kama Raheli na kama Lea, wale wawili walioijenga nyumba ya Israeli, nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehem. Nyumba yako na ifanane na nyumba yake Pelesi, ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda, kwa wazao atakaokupa Bwana katika mwanamke huyu. Basi Boazi akamtoa Ruthu, naye akawa mke wake, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Nao wale wanawake wakamwambia Naomi, na ahimidiwe Bwana asiyekuacha leo, hali huna wa jamaa aliye karibu. Jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli, naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako, kwa maana mkweo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa. Basi Naomi akamtoa yule mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina wakisema, Naomi amezaliwa mwana. Wakamuita jina lake Obedi. Yeye ndiye baba yake Yese, aliye baba yake Daudi. Hivi ndivyo vizazi vya Peresi. Peresi alimzaa Hezlon, na Hezloni akamzaa Ram, na Ram akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashon, na Nashoni akamzaa Salmon, Salmoni akamzaa Boazi, na Boazi akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi.